Yes, karibu tuyazungumze ya kimichezo mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa za michezo kila wakati kila kona ya Tanzania. Mara baada tu ya kuhappen, si kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunakupa kila unachostahili mwana familia wa HNT Media. Bana, kuna moja kati ya taarifa ambayo imeweza kutolewa na TAKUKURU kuhusiana na kile ambacho bodi ya ligi walitoa sababu ya kuahirisha kwa mechi ya dabi ya Kariakoo ya Simba na Yanga. Lakini moja kati ya taarifa ambayo imetolewa na TAKUKURU ni kwamba hawana taarifa yoyote ya viashiria vya rushwa kutokana na kila ambacho kilitolewa na bodi ya ligi kwamba kulikuwa na viashiria vya rushwa. Lakini watu ambao wanasimamia na masuala hayo TAKUKURU wamekana kwamba hawana taarifa yoyote kuhusiana na jambo hilo. Sasa tunapata maswali mengi ya kujiuliza kwamba hiyo sababu ya TFF kuahirisha na bodi ya ligi kuahirisha mechi hiyo ilitokana na nini? Bana, watu wengi wamekuwa wakinitumia comment zao kuhusiana na kila ambacho wamekifanya Young Africans kwamba sio ni kitu kizuri kwenda kasi. Lakini kwa taarifa zilizopo ni kwamba, na hili naomba niliweke sawa, Young Africans kudai pointi 3 na magoli 3 ambao wanadai na kitu ambacho kimewapelekea kwenda kasi. Bodi ya ligi waliahirisha mechi ya dabi ya Kariakoo kutozingatia sheria na kanuni. Hicho ndicho ambacho Young Africans wamekisimamia na hicho ndicho ambacho Young Africans kinawafanya wadai hizo pointi 3 na magoli 3, kwa sababu bodi ya ligi hawakufuata kanuni na sheria za kuahirishwa kwa mechi. Hicho ndicho ambacho Young Africans wamekisimamia mpaka wameamua kwenda kasi. Watu wamekuwa wakiwa na comment nyingi sana kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kwa sasa. Lakini ni kwamba sababu ambayo imewafanya Young Africans kwenda kasi na kutoiamini bodi ya ligi ni kuahirisha kwa mechi bila kufuata kanuni na sheria, na sababu ambazo walizitoa zimekuwa tofauti na sababu ambazo wameijibu Young Africans katika barua yake. Bana, viongozi hao wa bodi ya ligi na TFF wamekuwa na mkanganyiko mkubwa sana. Ukisikiliza interview ambayo aliifanya Steven Mgoto, mwenyekiti wa bodi ya ligi, unaona kabisa kwamba hapa sheria na taratibu ambazo zimewekwa katika kuiongoza ligi kuu ya Tanzania bara hazifuatwi, badala yake wanatumia busara. Alienda mbali zaidi na kusema kama endapo swala hili litawashinda wao kama bodi ya ligi kulitatua, basi wataishirikisha serikali. Sasa unaona kabisa kwamba viongozi ambao wanasimamia bodi ya ligi hawatoshi, kwa sababu kama issue imetokea na ipo kikanuni na wao wanasimamia kanuni, hawawezi wakasema kwamba swala litawashinda mpaka waishirikishe serikali. Hapakuwa na viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani. Hakuna mtu aliyetoka damu, hakuna mtu aliyetishia amani yeyote. Sasa ni vipi wanashindwa kulitatua mpaka waishirikishe serikali? Unaona kabisa kwamba viongozi waliopo katika bodi ya ligi bado hawatoshi katika kuamua masuala ya mpira hapa Tanzania. Lakini swali la kujiuliza, vilabu vingine vidogo vidogo vikifanya makosa, wao wanasimamia kanuni na wanaviadhibu kutokana na kanuni. Ukiangalia Biashara United imepokwa alama 15 mpaka sasa ipo katika mstari mwekundu wa kushuka daraja huko championship. Ukiangalia Mbeya Kwanza walipokwa alama 5. Ukiangalia JKT Queens walipokwa pointi 5. Haya yote yalifanyika kwa kusimamia kanuni na sheria. Why Simba na Yanga wasisimamie sheria na kanuni? Badala yake wanatumia busara, kama jinsi ambavyo aliweza kuongea mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mgoto kwamba swala hili linahitaji hekima na busara. Bila kutumia hekima na busara huwezi ukapata suluhu ya jambo hili. Kwa wale ambao hawatatumia hekima na busara, hawako upande wa bodi ya ligi. Unaona kabisa kwamba hili swala limetengenezwa ili
timu moja kati ya Simba na Yanga isiadhibiwe kutokana na kanuni na sheria. Na hii ukiangalia statement zote za rais wa TFF na mwenyekiti wa bodi ya ligi, unaona kabisa kwamba wamesimamia upande gani. Tayari wameshaifanya kuwa Young Africans ndio wenye makosa. Na tatizo kubwa ambalo linazungumziwa hapa ni kitendo cha Young Africans kuitaka bodi ya ligi jihuzuru na Young Africans wapewe pointi 3, na sababu nyingine ambayo inaonekana kama Young Africans wana makosa ni kwenda kupeleka kesi hii CAS, ambapo bodi ya ligi bado haijaamua ni nini kinachofanyika na nini kitakachoendelea katika jambo hili ambalo limekuwa likizua mijadala mingi siku hadi siku. Bodi ya ligi wao wanasema hawajatoa maamuzi kuhusiana na hili, kwamba Young Africans watapewa pointi 3 ama watarudia mechi. Lakini ukiangalia msimamo wa Young Africans ni kwamba hawatacheza mechi nyingine ambayo itawakutanisha na Simba msimu huu wa 24-25. Huo ndo msimamo wa Young Africans. Lakini ukiangalia pia kwa upande wa mwenyekiti wa bodi ya ligi na katibu wake Almas Kasongo, unaona kabisa kwamba Young Africans wameshawawekea kuwa wana makosa na hawataki kufuata kila ambacho wanakitaka wao bodi ya ligi. Lakini pia ukiangalia matamshi ya president, ukiangalia matamshi ya rais wa TFF Wallace Karia, unaona kabisa kwamba Young Africans wamewekwa katika engo gani, kufikia kusema kwamba hiki kinachoendelea ni ujinga, wanafanya masuala ya kitoto, kama wameshindwa kucheza mpira wakacheze sinema zao. Unaona kabisa kwamba alitumia jazba katika kuzungumza haya. Lakini pia kwa mtu kama rais wa TFF haikupaswa azungumze kwa jazba, haikupaswa azungumze vitu kama hivyo. Unaweza ukawa umefanya mambo mengi katika soka la Tanzania, lakini kwa kauli zako ukafuta yale mazuri yote ambayo umeyafanya. Nimeangalia kuna comment moja inatumiwa hapa, mdau mmoja anasema kwamba anavozungumzia kwamba rais wa TFF anavozungumzia kwamba mpira wa Tanzania ameuhangaikia wapi, amecheza timu gani hata katika historia yake, ana mafanikio gani katika mpira wa Tanzania, ametumia muda gani katika kutafuta na kufikisha hapa ulipo mpira wa Tanzania. Atueleze kwamba hata kabla ya kuwa rais wa TFF alishawahi kucheza. Kwanza huyu anavyosema kwamba ni shabiki wa Coastal Union, hapana, huyu ni shabiki wa Simba. Tunajua kwamba ana kadi ya wanachama wa Simba Sports Club. Unaona bwana, hayo yalikuwa ni maoni ya mdau mmoja ambaye aliweza kunitumia comment kuhusiana na hiki kinachoendelea. Bwana, unaona kabisa kwamba watu tayari wameshaanza kumfikiria vibaya kutokana na kauli ambazo anazisema yeye mwenyewe rais wa TFF Wallace Karia. Bwana, taarifa zipo nyingi sana, nikusihi tu kwamba endelea kuwa pamoja nasi ili tuweze kwenda sawa katika taarifa zingine zinazokuja. Basi nikwambie kwamba hapa ndo umefika. Taarifa zote utazipata kwa wakati na za kina kabisa ambazo zinaendelea kuhappen. Nikukaribisha tu kwamba kama ndo unajiunga nasi, hakikisha unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo kutukufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa tunazokuletea kila siku kila wakati hapa HNT Media, ambapo tunakwambia kwamba hili ni chimbo la taarifa za michezo. Lakini pia tufuate katika Instagram yetu kwa jina la HNT_media_tz. Hapo utajipatia tetesi zote za sajili kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Taarifa zipo nyingi sana. Nini kilichofikiwa na Young Africans? Maamuzi yao ni nini? Basi taarifa hiyo nayo tunayo, na ni wakati wengine tutakutana kukupasha ni nini kilichofikiwa. Ikumbuke kwamba rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi Said hayupo nchini mpaka sasa. Amekwenda wapi? Unaambiwa kaenda Switzerland ambako ofisi za CAS zinapatikana. Mambo yanakuwa mengi sana haya. Endelea kuwa pamoja nasi ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo. Na mimi ndio bye bye.